الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufika kufika sehemu kama hapa, hii kiwanja yetu ya muhadhara, na tumesimama mbele yenu Waislamu, kwani hivi sasa tuko wakati wa ibada kufanywa kwa wingi. Tuko wakati wa Adha iko karibu, na tumesimama mbele yenu tukatangaza ya kwamba tunataka ng'ombe 5 na mbuzi 10 na kondoo 10. Mashaallah, kuna mandugu zetu wametumatuma kiasi. Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah, na tunataka wale wengine waliobaki pia waige hiyo minendo wa mandugu zetu, watoe sadaka yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuko na muallafatul qulub, tuko na walimu wenyewe, tuko na muallafatul qulub, tuko na mayatima, tuko na watu ambao hawajiwezi katika Waislamu. Kwa hivyo ndugu zanguni, tujaribu kusaidia hao mayatima na hao muallafatul qulub na hao walimu ambao wanalingania viumbe wenzao. Kwa hivyo ndugu zanguni, tunataka hiyo ng'ombe 5, mbuzi 10 na kondoo 10. Toeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mlikuwa mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na leo mzidishe zaidi, kwani ni wakati wa kufanya ibada kwa wingi. Kama ni kusoma Qur'ani tunasoma kwa wingi, kama ni kusujudu tunasujudu kwa wingi, kama ni kutoa sadaka tunatoa sadaka kwa wingi. Ni wakati wake ndugu zanguni. Kwa hivyo tusibaki nyuma, tutoe sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mmetoa Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie na awajalie jannatul firdaus al-a'la. Mimi nasema tasaddaqu, barakallahu fikum, na imalizia hapa nikisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili ni kama hivyo mwalimu wenzangu hapa amezungumza, amesema ya kwamba miongoni mwa miezi kwanza kabisa kufanya mambo ya kheri. Ikumbukwe kwamba tumeshaingia katika mwezi mwingine ambao ni mwezi mtukufu. Tumetoka katika mwezi mtukufu, tumeshaingia tena katika mwezi mtukufu tena wa Dhulhijja, na ni miongoni mwa miezi ambayo Waislamu tunafaa kwanza tufanye kheri nyingi, tutoe sadaka kwa wingi. Na pia mwezi ujao, sio mwezi huu tu, kwa sababu miezi hii inafuatana mitatu: Dhulqaada, Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Mwezi wa Rajab ndio unakuwa umetofautiana na huu mwezi. Hii ndio miezi minne mitukufu, na ndio miezi ya kufanya kheri nyingi Waislamu. Ndio miezi ilikuwa na kheri nyingi zaidi Waislamu, tuweze kujitolea zaidi na tuweze kufanya mambo ya kheri zaidi, na malipo yake ni makubwa zaidi hapa duniani na kesho akhera. Na kama hivyo mwalimu wenzangu amesema kwamba tunafanya zoezi hili ni kwa sababu kuna watu wengi ambao wanahitajia. Kuna watu wengi sasa hivi wamesilimu na wanahitajia nguvu zetu, ambazo mwalimu amesema ya kwamba wanahitajika kitu kinaitwa ni mualafatul qulub, kuwapa nguvu katika imani, nyoyo zao ziweze kudhibiti vizuri katika imani, na hawa ni watu wa muhimu sana katika zoezi hili. Alafu tena pia kuna mayatima, na jambo la lingine ya kwamba kuna walimu. Haya ni mambo yote, ni mambo ya muhimu, na ujira wenu Waislamu si kwamba unapotelea bure, ni kwamba mnapata malipo makubwa sana hapa duniani na kesho akhera. Na pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba as-sadaqatul junna, sadaka ni kinga. Kwa hivyo sadaka yote ambayo unaitoa inakuwa ni kinga ya mali zako dhidi ya maadui, dhidi ya hasadi, dhidi ya, na pia zinakuwa kwamba zinajumuika, zinakuwa ni nyingi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anazifanyia ziwe ni maradufu. Watu wengi huwa nadhani ya kwamba wakati labda wanapotoa sadaka hizo mali huwa zinaisha, lakini ndio mali huwa zinaongezeka. Na pamoja na hayo tunawekeza mbele za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inakuwa kwamba pia inasuluhisha mambo mengine huko mbele ya safari. Kwa hivyo tujitahidini Waislamu katika zoezi hili, na wale ambao pia wamefanya zoezi hili inshallah Mwenyezi Mungu awabariki,
awajalie kheri, na wale ambao wako katika safari hii ya kwenda kujitolea, Mwenyezi Mungu awajalie zaidi, aweze kuwabariki katika safari hii na wafanyie kheri zaidi, na nyinyi wote Mwenyezi Mungu mbariki inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri kama vile ndugu zangu wametangulia, mimi nafikiri sitaongea mengi kwa sababu yale ningezungumza mengi wameshazungumza, ila ni kuwakumbusha kwamba tulikuwa tumesema ng'ombe moja ni shilingi 70,000 pesa ya Kenya, ama shilingi 75,000 70 to 75, hapo ndio ng'ombe inatoka, hiyo ndio bei yake saa hizi, lakini inaendelea ikiongezeka kulingana na vile tunakaribia sikukuu ya Eid, inakaribia bei, lakini ikinunuliwa mapema inakuwa ni rahisi. Mbuzi moja tulisema ni kuanzia shilingi 8,500 mpaka 10,000, na ile bora zaidi ni ile ya 10,000 kwa sababu inalingana na kilo yake na uzito yake. Mbuzi moja ndio hiyo kuanzia 9,000 mpaka 10,000. Kondoo vile vile ni hivyo hivyo kuanzia 9,000 mpaka shilingi 10,000. Kulingana na, lakini ile the way iko juu zaidi ndio way inakuwa ina nyama zaidi, na inaweza kuwa watu wengi wanaweza ikakuliwa na watu wengi. Kwa hivyo mimi ni kuwahimiza tu wale ambao wako katika wale ambao wanaona wajaribu tu, kwa sababu already tumeshaona matokeo imeanza kuja, na tufanye kama vile tulifanya last year. Last year tulifanya mzuri sana. Last year ilikuwa perfect kabisa. Ng'ombe ilipatikana, kondoo zilipatikana. Kwa hivyo ningeomba tu tuzidishe. Tushinde. Last year ilikuwa hivyo, sasa tuzidishe, tushinde last year. Tuwe la mwaka huu ndio watu wamejikakamua zaidi. Kwa hivyo yangu ni hayo. Kwa hivyo tujikakamue, tuweze kuendelea na hiyo mambo, na inshallah biidhnillah mimi najua kila kitu itakamilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu nadhani mmesikiza ujumbe, na kuna wale waislamu ambao hawana uwezo mkubwa wa kuchukua mbuzi mzima au kuchukua ng'ombe mzima, so una uwezo labda wa shilingi 500, una uwezo wa shilingi 1,000, una uwezo wote ambao Allah amekuwezesha, basi fanya nusra kwa ajili ya kuwanusuru wale waislamu wako chini na wale wameingia katika Uislamu, kuwapa nguvu na nini. Na Muislamu maybe uko na zaka yako, unaweza toa katika hii siku 10 pia, inakuwa ni bora zaidi na tunaweza tukaipokea. So Muislamu, chochote ambacho Allah amekujalia fanya nusra. Usiseme mimi sina uwezo wa mbuzi mzima, basi na uwezo shilingi 1,000, ukitoa 1,000 mwingine 1,000 mwingine 1,000, ikiwekwa pamoja inafika mbuzi mzima. So Islam tuweze kufanya juhudi na tuweze kuombeana dua popote tulipo, na tuwakumbuke ndugu zetu Palestine huko Gaza ambao wanapitia magumu. Mwenyezi Mungu awape nusra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine tumefika katika viwanja hivi, lengo na kusudio kubwa huwa inatuleta hapa ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qur'ani 3:104. Mwenyezi Mungu anasemaje katika sura Al-Imran 3:104? Ndio tuweze kuingia katika hoja za hawa walokole leo, tusikize wanauliza kitu gani na majibu yatakuwa namna gani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Karibia hapa, wewe ndio unafaa uruke hivyo. Naam, hivyo. Na wawepo katika nyinyi watu wanaolingania khairi. Na wawepo katika nyinyi watu wanaolingania khairi. Yani Uislamu. Yani kuwe na watu ambao wanalingania Uislamu. Na wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Na wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Na hao ndio watakaotengenekewa. Asante. Wale msiwe kama wale walifarikiana na kuitirafiana baada ya kufikia dalili zilizo wazi. Asante. So Mungu ametueleza kuwe na watu ambao wanalingania khairi Uislamu. Wanawaita watu kisha wanawaonya. Wanawaambia wacheni shiriki ndio muweze kuingia katika paradise ya Mwenyezi Mungu au muingie katika peponi. Mimi wananiita Salim, sijui wewe majina. Wananiita David. Wanakuita Daud, manake David. Unajua nao wao wanabadilisha majina tu, lakini jina original ni Daud. Nabii Daud
ndio hawa wazungu walipokaa wakatengeneza zao wakaita David. Asante sana. So Mkristo Muislamu? Kristo. Mkristo, asante sana. Hebu tueleze mapi ambao uko nayo leo, injika swali. Mwanzo kabisa nataka kuuliza swali kuhusu, kuna siku nilikuja hapa last week, mlikuwa mnaongelea huyu alikuwa anasoma kitabu fulani hapa, akasema mataifa yote watafanya nini? Watamraki Mungu, lakini kuna wale mbuzi na kondoo watawekwa kando. Sasa je, sisi wa Kristo tunajua mbuzi ni wale ambao wamemkaidi Yesu Kristo na kondoo ni wale ambao watakuwa kwa upande wa Mungu. Sasa mbuzi ni wale watu wenye waamini Jesus ama Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Sasa je, hao mbuzi ni nani na hao kondoo ni nani? Maana Biblia imesema, huyu ndiye alisoma mwanzo, hata yeye ndo nafaa nimuulize ni kitabu gani alisoma. Maana nilisikia yeye akisoma. Oh, unataka yeye mwenyewe akusomee? Yeah, oh, una hiyo andiko. Nina swali hapa. Haya, sasa mwalimu, kama hiyo andiko unaikumbuka, maana yeye hana hiyo andiko. Sasa msomee kama unaikumbuka hilo andiko. Mwalimu haikumbuki, itabidi uende ufanye research zako ukuje nayo. Ila sasa unapokuja kwa kondoo, hakuna mahali inasema kondoo ni wale walioamini maneno ya Mungu. Sijapata hiyo katika Biblia. Ila Biblia inatueleza kondoo ni watu wa aina hii. 50:17 kitabu ni kile cha Yeremia. Natueleza kondoo ni watu wa aina gani. So kondoo sio wale ambao waliamini maneno ya Mungu, hapana. Kondoo ni specific watu ambao Biblia imewataja na inawapatia hiyo sifa. Inasema ni kina nani? Inasema Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Rudia ndio asikie vizuri. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. So Biblia inawalifaa wana wa Israeli kuwa ndio kondoo. Lakini haijasema mtu yote aliyemwamini Yesu ni kondoo, hapana. Sijaipata katika hiyo sehemu. Kwa sababu Yeremia anatuambia Israeli ni kondoo waliopotea, waliotawanywa. Tunapokuja kwa Yesu, naye anasemaje? 15:24 Mathayo. Analifaa kwa watu gani? 15:24 Mathayo. Inasema kwenye kuandika. Akajibu akasema, Yesu naye anajibu anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu naye alipokuja anasema hakutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. So haa kondoo wanalifaiwa katika Biblia wanatokana na wana wa Israeli. Sasa hakuna mahali nimeona kondoo ni wale walioamini neno la Mungu, sijapata hii. Na sisi hatuingii katika kondoo wala katika mbuzi sisi Waislamu. Kwa nini? Mungu anatuelezaje sisi Waislamu? Sikiza Qur'ani inasemaje? Qur'ani 3 Qur'ani 43:68 kwanza tuanze hapo. Sisi hatuitwi kondoo. Hapana, Mungu anatuitaje sisi? Sikiza vyenye Mungu anatuita 43:68 Qur'an. Sisi hatuingii kwa kondoo wala kwa mbuzi. So poleni sana kama nyinyi ni kondoo na mbuzi. Poleni. Lakini sisi Mungu anatuitaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mlio wazuri. Sikiza, Mwenyezi Mungu anatuita enyi waja wangu mlio wazuri. Sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu. Sisi sio kondoo wala sio mbuzi. Sisi Waislamu. Sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu, tena waja walio wazuri. Ndio Mungu anatuita waja wake. Qur'ani 7:158. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati naye amekuja anatuita namna gani? Sisi hatuko katika mbuzi wala hatuko katika kondoo. So nyinyi ndio mnatukana huko mnaitwa kondoo. Sema. Ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enyi watu. Sikiza, naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati amekuja anatuambia enyi watu. Hatuiti kondoo wala hatuiti mbuzi, anatuita enyi watu. Naona? So Mtume Muhammad anatuita enyi watu, na Mungu pia anatuita kwa ana-address sisi katika mwito ambao ni mwito mzuri. Anatuambia enyi waja wangu. Naona? So mambo ya mbuzi na kondoo labda huko katika kwenu wa Ukristo, lakini katika Uislamu hiyo hamna.
Yani sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu, tena sisi ni watu binadamu. Yani Mungu anatulifaa katika kauli nzuri. Lakini mimi kuna Biblia inasema Mungu siku ya kiyama ataita kila lugha yote na jamaa wote na nchi zote zitafanya nini? Zitakusudia Mungu hiyo siku. Zitaenda mbele ya hukumu kila lugha na kila jamaa. So it means na mahali inasema kila jicho litafanya nini? Litamuona na kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. So tomorrow itakuja mapema sana, kesho itakuja na hiyo maandiko yote. Ndio sasa tunini. Mbona wakimbia mapema? Manake mimi sijaona andiko yote inayosema watu watapiga magoti wakili Yesu ni mwana wa Mungu. Sijaiona andiko kama hiyo. So utaleta kesho. Some kesho. Oh, ya kesho. Labda iwe Biblia nyingine mpya ambayo itaandikwa usiku ambayo utakuja nayo ulete, kwa sababu zile ziko inasemaje 3:1 wa Ibrania. Watu ambao ni wako na mwito wa mbinguni, sikiza wanaambiwa Yesu ni nani. Labda uandike Biblia nyingine usiku ambao utakuja nayo. Lakini watu ambao wana wito wa mbinguni, sikiza wanaambiwa Yesu ni nani. 3:1 wa Ibrania. Wako hiyo ndugu watakatifu. Sikiza tena, hawa wanaitwa ndugu watakatifu. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Sasa hawa ni wale ambao wanashiriki mwito wa mbinguni. Ukisikia mwito wa mbinguni, maana yake wanakubali maneno yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Wanasemaje? Mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Sikiza, mtafakarini sana kuhani na mtume wa maungamo yetu. Huyu mtume ni nani? Yani Yesu. Ala, kumbe wenye kushiriki mwito wa mbinguni wanaambiwa Yesu ni mtume wa nani? Mungu. Wa Mungu. Na ndio Waislamu wanaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Lakini katumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini ni Muislamu ndugu yetu, hatuwezi kumkataa, manake ndio haki ilivyo. Nani Muislamu? Bwana Yesu ni Muislamu kwa sababu manabii wote wametumwa. Unaweza nithibitisha andiko kwa Biblia hii inasema Yesu alikuwa Muislamu? Kwa matendo yake ni Muislamu kwa sababu inasema utanitambuaje kama nimeokoka? Matendo. So matendo ya mtu yatakutujulisha huyu mtu dini gani. Yesu tunamuona anasujudu, anapeleka uso chini. Tukiangalia maana ya kusujudu ni watu ambao wamejisalimisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yesu anaenda msikitini kila wakati. Katika Biblia inaonyesha na watu wanaoenda msikitini ni Waislamu, kwa sababu Qur'ani inatuambia wapatikane katika nyakati 5 wakiingia katika nyumba ambazo Mungu ametukuza ambazo ni msikiti. So Yesu ni Muislamu. Nobody can dispute that. Hakuna. Kivipi? Utuambie ni God, you can show me the way it's written in the Bible, then I will agree with you, but for now I disagree. Disagree namna gani? 4:16 Luka. 4:16 Luka. Inasema kwa wenye kuandika. 4:16. Luka. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwanza ni kitu ya desturi. Ni kawaida kuingia katika sinagogi. Sinagogi nini humo nyuma? Muonyeshe vizuri. Sinagogi. Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe Yesu kawaida yake kwenda msikitini, na nikiona mtu kawaida yake anaenda msikitini, najua huyu ni Muislamu. Hakuna mtu itakuwa kawaida yake anaenda msikitini na si Muislamu. Ni sawa sawa upate mtu kawaida yake anaenda kanisani, atakuwa ni Mkristo, atakuwa mlokole Mkristo. Lakini mtu anaenda msikitini Muislamu. Yesu kawaida yake msikitini. Na Qur'ani inatuambiaje? Qur'ani 3:68 piga fanusi yake. Wewe sikiza habari hizo namna zinavyoteremka. 3:68 Qur'ani piga fanusi yake baba. Kwani dini aliyokuja Nabii Ibrahimu. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu alayhi salam inawafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza, dini ya Ibrahimu na dini ya Muhammad ni dini moja malisia. Na hiyo ya Nabii Musa. Na hiyo ya Nabii Musa ni sawa na ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Nabii Isa. Na ya Nabii Isa ya Yesu ni hiyo Uislamu malisia. Ilikuwa hivi kabla haijaharibiwa na Mayahudi na Wakristo. Tunaona Wakristo ndio waliharibu, wakaharibu ule Uislamu, wakaanzisha zao. Sasa wewe ukaenda kwa 3 angels, sijui kama 3 angels ama wewe uko kwa nini finger of God. 3 angels. 3 angels maana yake ni wale wanaitwa wa SDA. Wanasema kuna ujumbe wa 3 angels kama una habari. Ndio wa Sabato hao, na kuna wengine nao wamedefend kutoka kwa hao wakaanzisha yao reformists, unaona?
na kuna wengine wako na finger of God, walifungua finger of God lakini ikafungwa, na kuna wengine wako na airport of Christ, na kuna wengine wako na helicopter of Christ, ilikuwa hapa bus station sijui ilifilisika, Na wengine jet fighter. na kuna wengine jet fighter, na kuna explosive ministry of Christ iko, yani ya kulipuka ya Christ, Wengine fire. na kuna wengine fire ministry of Christ iko. Hiyo iko naijua, lakini nataka tuzungumze pale. Umesema vizuri, Yesu tabia yake ilikuwa akienda msikitini. Sasa kwa maandiko umesema Yesu alikuwa anaenda sinagogi. Kuna baadhi hata ya makanisa wanaita sinagogi pale mbele, kama hiyo kanisa the Seventh Day wanasema pale mbele kunaitwa sinagogi. Na walitoa wapi? So mimi swali langu nilikuwa nataka unithibitishie kabisa. Umesema tabia za Yesu, alikuwa akienda msikitini, unionyeshe mahali anasali, alipokuwa nini hizo. Kwa nataka huu mtiririko yani uthibitishe kabisa. Alikuwa akiswali kwa msikiti ambao unajulikana kama Baitul Muqaddas huko Farisini mpaka leo. Nionyeshe katika maandiko ambayo yameandikwa. Hapa katika Biblia si ndio hiyo wamekwambia alikuwa akienda katika msikiti na sio mmoja, alikuwa akienda misikiti mingi sio moja, 444 hapo baba. Misikiti alikuwa akienda mingi, na ndio unaona ukiingia Jerusalem misikiti ni mingi, sio moja kaka. Na ukienda mle makanisa hamna shehe. Hamna makanisa yamejaa Afrika. 444 hiyo. Inasema mwalimu wangu. Basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Sikiza, sio sinagogi la Galilaya, masinagogi ya Galilaya alikuwa ni mengi. Anahubiri kwa hii, anatoka anaenda kwa hii. Maana yake alikuwa akihubiri katika misikiti ya Galilaya, na leo ukiingia kule misikiti ndio imejaa. Alhamdulillah. Ni jambo ambao iko na evidence mpaka ya macho ya kuona. Na ukienda kule Ukristo ni 1.9%, Uislamu ni 18%. Sasa 1.9 na 18%, so unaona wale watu walikuwa dini gani? Unaona vizuri sana. Ukienda misikiti imejaa. Makanisa yalikuwa Europe, lakini sasa hii yamekwisha, yanaondoka. Kwa mfano Uingereza baada ya miaka ingine 10 itakuwa ni nchi ya Kiislamu. Na Uingereza ndio makanisa mingi ilikuwa yametoka huko headquarter yao. Lakini sasa hii Uislamu umeshika Uingereza kwa sababu wale wazungu wana kitu moja, huwa wanafanya research kwa wingi. Walipofanya research wakagundua Uislamu ndio dini ya haki, wamesilimu sana, makanisa yakauzwa yakawa misikiti. Kama unadhani nakupa story ya jaba, sio story ya jaba. Ingia katika hata simu yako, angalia Uingereza namna Uislamu unavyokuwa. The first ambao ni religion ambao ina grow katika dunia ni Uislamu. Na ajabu wao wazungu walikuwa wanaupiga Uislamu vita, Mungu amebadilisha nyoyo zao, akawafanya wao ndio wameupenda Uislamu, ndio wanasilimu. Kwa sababu Allah saahidi, mkifanya mchezo katika dini ya Allah, atawaondoa na ataleta watu wengine na watakuwa bora na watampenda Mwenyezi Mungu. Sasa ninaomba aendelee kwa hapa mahali uliposoma akiwa msikiti wa, naomba uendelee mtiririko kama mistari 2-3, mistari miwili hivi hapo. Tuanze hiyo penye alianzia aende asonge 4:16. Asonge chini. Songa 4:16. Tuweze kuelewa hapo ni wapi aliposoma vizuri. 4:16 anajua hoja yake mahali iko. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Asante. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kwa hubiri maskini habari njema. Asante. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Asante. Na vipofu kupata kuona tena. Asante. Kuacha uhuru waliosetwa. Asante. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Asante. Anasema usimamie hapo. Amesema vizuri sana, akaenda kwa Sabato, akaenda siku ya Sabato, akaenda kwa msikiti sinagogi. Siku ya Sabato ni gani? Siku ya sisi wa Seventh Day, siku ya saba ya wiki. So ndio maana nimekuambia sisi katika SDA tunasema sinagogi ni mahali ambapo tunaenda, ni kama pale mbele pachukua, ndio tunaita sinagogi katika sisi. So sisi tuko na masinagogi tumejenga, watu wanaenda kufanya nini? Kunini hapo. So hapo imesema akaenda kwenye sinagogi siku ya saba ambao ni Sabbath. Asante. So unataka kutangazia Wakristo kuwa Wasabato hawaendi kanisani, Wasabato wanaendanga sinagogi ambao ni msikiti.
So Wasabato kwa kauli yako ni vizuri, ni Waislamu kwa mlango wa nyuma, kwa sababu siku hizi Wasabato hawajengi kanisa kwa nini yako, wanajenga kitu inaitwa sinagogi, kwa sababu wameona makanisa hamna. Si kwa nini yangu, anaweza rudia pale kwa mstari hata kama ni mara 20 mradi tuelewe. Amesema siku ya 7 kama ilivyokuwa desturi Kabisa. Akaenda kwenye sinagogi siku ya Sabbath of the week. Asante. Jumamosi. Asante. Nyinyi mnaabudu on Friday. Haitasema siku ya Ijumaa akaenda kwenye synagogue. Hapo nitaagree na wewe. Asante. Hapa imenitetea siku ya Sabbath. Asante. Akaenda kwenye synagogue vile ilivyokuwa desturi yake. Asante sana. Asante. So wewe aliyekuambia Waislamu wanaabudu Ijumaa alikukosea, kwa sababu Waislamu wanaabudu Jumamosi pia. Waislamu kama ilivyo desturi yao ni kuenda kila siku kwa msikiti. Jumamosi tunaenda mara 5 kwa msikiti. Sasa sijakuelewa, kwa sababu Jumamosi ikifika tu Jumamosi utasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waislamu tunaenda msikitini asubuhi Jumamosi, tunaenda saa 7 Jumamosi, tunaenda saa 10 Jumamosi, tunaenda saa 12:30 Jumamosi. Yani kila siku tunapatikana pale, kwa sababu ibada ni kila siku. Sikubaliani na wewe kabisa, maana maandiko imesema kama ilivyokuwa desturi ya siku ya Sabbath akaenda kunini. Maana hata kwa 10 commandments imesema remember the day of the Sabbath and keep it holy. Siku ya 7 ambao sisi kama wa SDA tunaabudu. So huwezi kunitoa hapo, maana Biblia imesema kabisa synagogue. Mimi sijakutoa hapo, kwa sababu mimi sina shida. Mimi naenda kila siku. Wewe umechukua kasiku kamoja ndio unaabudu Mungu wako. Mimi naabudu Mungu kila siku, kwa sababu Mungu anapatikana kila siku, kwa sababu ndio sheria tumewekewa 24:36 Qur'an. Yani wewe kasiku kamoja tu ndio unaenda kuabudu Mungu. Kila siku unafaa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapatikana kila siku. Yani wewe leo ukiwa na shida zako ati unaziweka mpaka ifike Sabato ndio utaenda kuambia Mungu. Sisi tunamueleza Mungu kila siku mara 5 kwa siku. Lakini Marisia sikiza inasema wako chini la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waonekane katika kuswali nyakati 5. Waonekane katika kuswali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Na humo litajwe jina lake. Yani misikiti. Yani misikiti. Na ndio unaona hata Yesu ilipofika siku ya Sabato anaenda kwa msikiti, ajaenda kwa kanisa, tofauti na wewe. Wewe inapofika Sabato unaweka Biblia hapa, unasema kutembea na Yesu mimi napenda, unaenda kanisani. Yesu hajaenda kanisani, kaenda msikitini. So wewe na Yesu ni kama polisi na bangi, hampatani. Lakini kwa mlango wa nyuma wewe unasema ni mfuasi wa Yesu, wakati ni urongo, kwa sababu ufuati mienendo yake. Yeye anaenda msikitini, wewe unaenda kanisani. Lau angeenda kanisa ya Sabato, usabato imeletwa na mwanamke anajulikana vizuri, anaitwa Helen G. White, ambao makao makuu iko Michigan, Amerika. Mbona haikuwekwa makao makuu iwe Israeli ama Jerusalem? Nikuulize swali, maandiko yamesema vizuri. Ilipokuwa desturi yake siku ya 7 alienda kanisa, ni kwenye synagogue ambayo ni siku ya 7, ambao ni msikiti. Sema Yesu ama ilikuwa si desturi yake ya kila siku anaendanga kanisani. Yesu Kristo ama huyo Mungu mwenyewe alifanya kazi siku ngapi? Aliumba nchi, alifanya uumbaji wake. Tunaandika kwa maandiko. Kila siku alikuwa akienda msikitini, kama una habari. 18:19 Yohana baba. Acha tumpe vitu. Viteremke tu. Vinashuka kila siku tena. Alikuwa akiingia msikitini anawafunza. Wewe unadhani siku moja? Kila siku. 18:19 kitabu cha Yohana. 18:19. Yohana mtakatifu inasema, safiri hizo nyanya. Basi kuhanikuwa kamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Yesu anaulizwa habari za mafunzo yake, na habari za mafundisho yake. Na habari za mafundisho yake. Sikiza majibu ya Yesu. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote. Angalia kama ni siku tu ya Sabato. Siku zote nalifundisha katika sinagogi. Kumbe Yesu alikuwa anafundisha siku zote. Siku zote. Sasa wewe ngoja usimwekee hata siku moja ndio alienda. Ndio nataka tuelewane. Swali langu liko hivi. Ni siku gani Yesu alikuwa ama huyo Mungu Yesu ama Mungu alifanya kazi na akapumzika? Hii siku nyingine ya
ya Sabath Yesu alikuwa ameshafanya, ama Mungu alifanya kazi yake yote na uumbaji. Siku ya 6 akaumba mwanadamu, ndiye akaenda kupumzika siku ya 7. Sasa hapa wewe unasema mafundisho iko kila siku, hata sisi tunafundisha kila siku. Lakini siku wewe usitudanganye. Kwanza nyinyi hamuendi kanisani kila siku, hiyo ni uongo. Kanisa msaweka kufuri. Ngoja. Mafundisho yako kila siku, hamwendangi kila siku kanisani, usitudanganye. Si tunapita huku kwa makanisa yamewekwa kafuri. Msikiti ndio imefunguliwa kila siku kwa sababu kuna sala 5. Pili, sisi hatuamini Mungu anayepumzika. Mungu aliyeumba mbingu na ardhi kisha akapumzika, huyo hatuwezi abudu. Maana ni Mungu anayechoka huyo. Mungu anayechoka hatuwezi abudu. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi wala hakushikwa na machovu yoyote. Sasa wewe kama Mungu wako kaumba kachoka, kapumzika, na wewe unamuiga Mungu wako na wewe unapumzika kwa sababu unachoka. Sisi hatuko na hiyo. Kwa sababu ngoja kabla hujauliza swali, manake unaweka maswali mengi. Mungu hawezi kupumzika, na ukiona Mungu anayepumzika ati amechoka, huyo Mungu ni feki. Na ukimwabudu wakati unamwabudu awe amechoka, atasikiaje maombi yako na amechoka? Mwenyezi Mungu hachoki wala hasinzii wala halali. Hana hiyo sifa ya kuchoka. Sasa wewe ukiona Mungu ambaye unamwabudu anachoka, anasinzia, anaenda Qur'ani 2:255. Wewe kumbe Mungu wenu alienda akapiga kazi akachoka, ndio na nyinyi mnamuiga. Mungu hachoki. Wewe ukiona Mungu anayechoka feki. Pole lakini haki ndio ilivyo hivyo. Unajua nayo inadunga haki. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Msimamizi wa kila jambo. Kusinzia kumshiki wala kulala. Sikiza, Mwenyezi Mungu hasinzii wala halali wala hachoki. Yaani wewe ukiona Mungu anayechoka, ujue huyu Mungu feki. Kwa sababu anayechoka ni kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Sisi ndio tuko na udhaifu ambao ukifanya kazi unasikia umesinzia, unalala, umechoka kwa sababu wewe binadamu, lakini Mungu aliyeumba mbingu na ardhi hizo sifa zimpati. Lakini sisi katika Biblia tunaambiwa Mungu alifanya kazi siku 6, ya 7 akapumzika. Alipoona uumbaji wake uko sawa akapumzika. Na hiyo ni maandiko yanasema hivyo. So Mungu hiyo siku alitenga siku ya kupumzika, na katika 10 commandments nafikiri ni namba 7 inasema remember the day of the Sabbath. Hapo kama ni siku ya kupumzika utafanyaje ibada? Na ibada ni kazi. Kwa ibada ni kazi. Ibada ni imetengwa siku ya kumwabudu Mungu. Sasa na itakuwaje ni ya kupumzika? Sasa ondoa kupumzika basi. Because ngoja kidogo, huwezi kuniambia ati unafanya ibada umepumzika. Hapana, ibada ni vitendo, lazima uwe inafanya kazi. So huwezi kupumzika ni pale unapoenda unakaa chini, wewe una relax. Yaani unapunga hewa. Unaweza kaenda Uhuru Park huko au Nairobi National Park huko kupumzika na familia yako. It is the day of worshiping the Lord. Yaani ni siku ambayo ya kumwabudu Mungu. Hiyo siku ya 7 ya 7. Wapi imeandikwa 7th day siku ya 7 ni siku ya kuabudu Mungu? Nimesikia vile maandiko imekuambia hata kwa siku ya 7 ilipokuwa kama desturi yake. Yesu alienda kwenye sinagogi kufanya nini? Kuabudu. Siku ya 7 ni ya kustarehe bwana. Siku ya 7 si umetuambia tena ni kustarehe. Sasa itakuwaje unastarehe na unaabudu? Hiyo ni kazi mbili uweze kufanya. It is the day of worshiping the Lord. Una andiko yoyote inayosema siku ya 7 ni siku ya kuabudu Mungu? Hapa imekusomea, umesoma hapa, imekuambia vizuri. Hata akiteremka kwa mstari, sina haja kutoa mstari mwingine. Hapo imeeleza vizuri mpaka chini vile tulivyosoma. Ikasema kama ilivyokuwa desturi, alipoenda msikiti alikuwa anafanya. Pole sana, ilibadilishwa 4:4 wa Ibrania, muonyeshe pole, lakini ilibadilishwa. Ilikuwa tu siku ya watu kukula starehe tu, ilikuwa unakaa unakula starehe, lakini kabadilishwa. Pole, unaenda huko na mke wako. Unaenda na mke wako, mnapunga upepo. Unaona? Pole, lakini mimi najua unakimbia usabato, lakini ndio hivyo. Unapenda raha. 5 nne inasema kwa maana amenena siku ya 7 mahali fulani hivi. Sikiza, ni kitu ilikuwa imenenwa. Mungu alistarehe siku ya 7. Wanasema ati Mungu alistarehe siku ya 7. Akaziacha kazi zake zote. Asante. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Asante. Aweka tena siku fulani. Kumbe Mungu alipoona watu wameasi, ameweka tena siku. Siku gani? Wamesema aweka tena siku fulani.
lakini haijatajwa hapo. Imetajwa, wewe ndio usome vitabu. Ile imetajwa imesema ya kwamba ni hiyo siku Mungu alifanya nini? Inasema hiyo siku ameiondoa, aweka tena siku fulani. Hiyo sasa mimi sijui maana. Utaijua leo 62:9 Qur'an, hiyo siku nyingine ni gani? Mbona wewe usomi? Lakini si kwa Qur'an, naomba unionyeshe kwa Biblia. Sasa kwa Biblia yenyewe hawakujua. Sasa mimi nataka kwa Biblia maana mimi ni Mkristo. Sasa ndio nakueleza hivi. Sasa ndio nakueleza hivi, kwa Biblia hawakujua. Sasa aliyekuja kujua na akawaeleza aje, na Yesu mwenyewe ndiye amesema hiyo siku walienda kufanya nini? Sasa si wamesema ngoja aweka siku fulani, lakini hajasema ni gani. Sasa kama hajasema mimi sitambui hiyo, najua ile maandiko the 10 commandments. So hii kabisa. So hii ya Biblia ni ya urongo. Sasa hiyo yenye umesema kwa sababu unasemwa, mimi hiyo hako nikamstari na maybe kanaongea. Lakini siwezi sema. Asante, ngoja kwanza tuweke sawa. Haka kamstari ka Biblia kanasema imesema siku fulani ambao haikusemwa ni siku gani. So hatuwezi kusema ni siku, siwezi kufanya guessing niseme ilikuwa Ijumaa, ilikuwa Friday, ilikuwa siku gani. So haka kamstari ni ka uongo ka Biblia. Hapo hatuwezi, mimi siwezi kutia maanani, maana the 10 commandments inaniambia siku ya saba ndio Yesu alipumzika na akafanya umbaji wake wote. Asante. So wewe unahubiri unafuata Yesu vile alikuwa anatembea na nyayo zake. Asa hakuna shida. So hii Biblia kabisa, hii Biblia wa Ibrania ni ya uongo. Siwezi sema ni ya uongo maana haikusema pale. Kumbe ni ya kweli. Ikusema haijataja ile nini hiyo, imesema siku fulani. So imesema Mungu amebadilisha ile akaweka siku fulani. Haijabadilisha kwa sababu rudia nene pole pole. Aliacha siku ya saba nene. Yusufu njoo tusaidie hapa kushika. Utapona. Atapona pole pole tu. Nene rudi hapo. Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi. Kwanza Mungu alinena siku ya saba mahali fulani hivi. Mungu alistarehe siku ya saba. Mungu alistarehe siku ya saba vyenye wanasema. Akaziacha kazi zake zote. Na hapa napo hataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakapoingia humo. Na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia. Kwa sababu ya kuasi kwao. Aweka tena siku fulani. Aweka tena siku fulani kwa wale watu ambao walikuwa wamehasi. Imesema hivyo, Mungu aweka siku tena, labda alikuwa ameweka siku ya kuja kuwahubiria tena, maana walikuwa wamehasi. Sawa, ni sawa kuelewa. Sawa kuelewa. Ni sawa kuelewa. Unajua na ndio unaona waacha kuongea sana. Na ndio unaona watu wa Jumapili wameachana na hiyo siku ya saba. Watu wa Jumapili ngoja usiongee, ndio watu wa Jumapili wameachana na hiyo siku ya saba. Na hata nchi ya Kenya inapatia Wakristo ruksa siku ya Jumapili, sio siku ya Jumamosi, kwa sababu hata nchi ya Kenya haitambui hiyo Jumamosi. Pole, lakini kwa sababu siku ya Jumamosi Kenya watu wanachapa kazi yao, lakini ikifika Jumapili nchi ya Kenya wanawapatia watu wa Jumapili, kwa sababu wasajua Mungu aliweka siku fulani, lakini hawakuelezwa ni siku gani. Wao wakagesi Jumapili, lakini sisi Waislamu peke yetu ndio tunajua ni siku gani. 62:9 Qur'ani. Alafu tuende kwa swali lingine, maana kaka anangangania pale tu kwa usabato. Safiri 62:9 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara. Na ndio hiyo Mungu akatueleza, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni wepesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Wakati sala itakapomalizika murejee katika kazi zenu. So tulia kwanza upumue, wacha niongee na hiyo mstari umesema siku ya Ijumaa. Je, wewe nyinyi Waislamu siku yenu ya kuabudu halisi ni gani? Ni kila siku. Kila siku tunafanya ibada. Katika Biblia hapa katika Qur'ani imesema siku ya Ijumaa 24:36. Sikiza. Sikiza, tunaabudu kila siku. Ijumaa inakuwa ni part time. Sio yani Ijumaa inakuwa ni idi ndogo katika Waislamu. Lakini kila siku tunaabudu mara 5. Na Ijumaa pia tunaabudu mara 5. Si ati Ijumaa kuna extra nini, hapana. Ijumaa pia tunaabudu mara 5. Sikiza 24:36. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
waonekane kwa kuswali nyakati 5. Waonekane katika kuswali nyakati 5 katika jumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Asante. Na humo litajwa jina lake, yani misikiti. Yani misikiti. Tunaenda kila siku sisi. Sisi wa Kristo tumeambiwa tuombe kila saa kila dakika. Oh. Kila saa kila dakika nyingi. Kila saa. Lakini sisi tumeamrishwa kuabudu. Kuna tofauti ya kuabudu. Kila saa. Wapi nasema Wakristo waabudu? Wapi nasema Wakristo? Goja. Unajua unaongea maneno yako mazuri. Wapi katika Biblia inasema muabudu kila saa? Andiko gani inasema? Kila wakati tumwabudu Mungu. Wapi inasema kila wakati muabudu Mungu? Iko wapi hiyo andiko? Huwezi sema ati ukiabudu Mungu nyinyi mnaabudu Mungu kila siku. Kumaanisha hamna siku specific. Kabisa. Kila siku sisi hatuna. Sasa wewe angalia, wewe umeniambia hivi na humble way. Nyinyi mmeambiwa muabudu Mungu kila wakati. Sehemu gani imesema hivyo? Andiko gani tuisome? Kama useme umekosea, unaomba Mungu usiandikie mate. Sio uandikie mate, una andiko? Nina andiko ndio kwa nini? Leta tusome. Kwa nini nisipe nayo? Weka tusome. Kwa sababu ulikuwa umetaka kupea nafasi ule wewe mpeke. Mimi wananiita Salim. Asante sana kunipa fursa hii. Sio mara ya kwanza hapa. Hii ni mara ya pili. Na sina shida na dini yote. Kristo, Muislamu, wote watu wa Mungu. Ningependa mniweke sawa sawa hapa. Manake katika Qur'ani, kabla hujaenda hivyo, mimi wananiita Salim. Wewe asante sana. Mimi naitwa Paulo. Mimi Muislamu, wewe? Mimi Mkristo. Asante. Aya, injika swali sasa. Swali langu ni kuhusu Mtume Muhammad, ambaye naamini Muhammad ni mtume. Lakini shida yangu hapa ni moja. Sijui mimi ndio niliandika vyangu ama vipi. Tukisoma sura 53:2 mpaka 18 na tusome sura 81:19. Tuanze moja moja ndio tuweze tusome. Ngoja ukitaja wacha tuisome ndio kila mtu aingie aelewe. Tuanze na gani? Tuanze nasema sawa asante. Tusome 53:2 mpaka 18. 52 unataka 53:2-18. Haya, wacha tuone mwalimu kama ataitoboa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupotea kwa ujinga wala hakukosa na hali ya kuwa anajua, wala asemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anayosema, ile ni wahi, yani ufunuliwa uliofunuliwa kwake. Amemfundisha malaika mwenye nguvu sana, mwenye uweza, na huyu Jibril akalingana sawa sawa na yeye yu katika upeo wa kuona, yani horizon, katika bingu kwa juu kabisa. Kisha akakaribia kwa mtume na akateremka, ukawa ukaribu wao ni kama baina ya upinde na upinde au karibu zaidi, na akamfunulia huyo mtumwa wake, au yani Mwenyezi Mungu aliyafunua. Moyo haukusema uongo ulioyaona, moyo wake ulisadikisha haya yaliyotokea. Je, mnabishana naye juu ya yale anayoyaona daima? Na mtume akamuona Jibril mara nyingine kwa sura ile yake ya kimalaika katika usiku wa Miraji, penye mkunazi wa kumalizikia mambo yote. Karibu yake ndiyo kuna hiyo bustani, yani pepo inayokaliwa maisha na hao watu wema. Kilipofunika mkunazi huo, kilichoufunika katika mambo ya kiajabu ya kibinguni, jicho halikuhangaika wala halikuruka mpaka uliowekewa. Kwa yakini aliona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo makubwa kabisa katika alama, yani kudura za Mola wake. 18 tumemaliza. Hoja iko wapi hapo? Nimeshukuru. Sasa swali langu ilikuwa hivi. Maana yake ukisoma hiyo aya, mwendo usome tena sura 16:1-2. Inasema sura An-Nahl 16:102. Soma baba. Hakuna. Allah ameonekana kwake mwenyewe. Allah hajaonekana. Hiyo ndio tatizo ambao umepata. Aliyemuona katika asili yake ni malaika Jibril. Hajamuona Allah, haijasema Allah. Amemuona malaika kwa umbile lake la kimalaika, malaika Jibril. Sawa. Asante sana. 16 sura An-Nahl 102. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
Sema Roho Takatifu yani Jibril ameteremsha kutoka kwa Mola wako kwa haki, ili kuwadhibitishia wale walioamini na kuwa uongofu na habari njema kwa waliosilimu. Haya 18. Kabla hujaenda 18, hii inaeleza, yani shida yangu ni hivi, ndio nataka nipate shida yako. Hii inaeleza Roho Takatifu yani Jibril ndio ameiteremsha hii Qur'ani. Ni sawa. Hii katika sura Nahari bado inarejea yale maneno yamezungumzwa katika hiyo uliokuwa umetoa. Sasa shida yangu ni aliyeteremsha ni huyo malaika. Shida yako iko wapi? Shida yangu ni moja. Maana yake si hizi aya zote. Mara Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona Mwenyezi Mungu na akaongea na hai. Hakuna mahali imesema. Andiko gani hiyo imesema ndio tuende? Nataka tuende polepole ili tukinene. Zile ambazo umetoa ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona malaika Jibril katika umbile la kimalaika na wakaongea, na si mara ya kwanza mtume kuongea na malaika Jibril. Alikuwa akimteremkia mara kwa mara, lakini anakuja kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tatizo lako liko wapi haswa ndio tuiweke sawa? Tatizo langu ni hili. Imesema ukisoma sasa sura 2:97. Qur'ani 2:97. Mwenyewe alimuona, hakuna shida. Na akampa Qur'ani. Kabisa. Mara sasa ni dakika 2:97 Qur'ani. Sura Al-Baqarah. Ataelewa hii karatasi. Mwenye amekuelewesha vibaya kisha akakuandikia karatasi vibaya. Na ungekuja naye umweke hapa tungemnyoosha vizuri. Haya 2:97. Soma hiyo kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema anayemfanyia ushinde Jibril. Anayemfanyia ushinde malaika Jibril. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiyepelekea Mayahudi. Hapo ndio nataka. Teremka. Ni bure, hana kosa Jibril. Hakika yeye ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tulia. Sasa hapa imesema hivyo sio? Na mbona hapa 15:8 imesema malaika ndio waliteremka wenyewe wakamwambia umekuwa mtume. 15:8 hebu tusomee. Hakuna shida, si tunaisoma yote. 15:8 mbona hakuna tatizo? Hapo ni sawa. Maana siko aya ziko hapa tusome. 15:8 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu anawaambia sisi hatuteremshi malaika ila kwa haki. Wakati wa kuangamizwa kwao unapodhubutu. Asante. Na hapo hawatapewa muhula ila wataangamizwa tu. Hapa inazungumzia mambo ya miji wakati ilikuwa inaangamizwa. Mungu anamfunulia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuangamizi mji isipokuwa tunawateremshia malaika. Ndio anafanya ile kazi. Rudia 15:8. Mwenyezi Mungu anawaambia. Sikiza, Mwenyezi Mungu anawaambia sisi hatuteremshi malaika ila kwa haki. Hatuteremshi malaika isipokuwa kwa haki. Malaika ateremki anavyotaka? Hapana. Malaika anateremka kwa haki anavyotaka Mwenyezi Mungu. Maliza. Wakati wa kuangamizwa kwao unapodhubutu. Wakati watu imefika wakati wa kuangamizwa, ndio malaika walikuwa wakiteremshwa, wanakuja wanaangamiza ile miji. Kwa mfano mji wa Lut, wa Nabii Lut ambao ilikuwa ni Sodoma na Gomora, aliyetumwa ni malaika kwenda kuangamiza. Lakini wakati muda ulipofika, so hiyo haiambatani na uteremsho wa Qur'an. So aliyekuandikia akakukosea sehemu, manake anakutafsiria anavyotaka yeye, lakini sio vyenye Qur'ani inavyotafsiriwa. Na hii ndio tatizo ya watu ambao hawakwenda madrasa, wako pembeni, wanataka watafsiri Qur'ani wanavyotaka wao. Hapo na hawajasoma, hawakwenda wakaambiwa alif ba ta tha. Hakuna. Hapo kuna mahali umenichanganya. Ni sawa? Wapi nimechanganya? Hamna mahali nimechanganya. Haya nimezisoma venye umeleta zote. Sawa. Hapo iko hivyo sababu umefanya nini? Mmechanganya ukweli hapo na uongo. Wapi nimechanganya ukweli na uongo? Unajua ulipotoa 2:97 nilijua. Mwenye alikupatia alikwambia. Sikiza, ndio nakwambia. Hizi aya 3 aya moja inazungumzia kuhusu mtume akiwa kwenye bingu ya 7.
aya ya pili inazungumzia kuhusu kuteremshwa kwa Qur'ani na aya ya tatu inazungumzia kuhusu adhabu. Yaani ni aya tatu tofauti. Tena ziko tofauti kabisa. Kwa sababu ni tukio tofauti tofauti inazungumzia. Sasa shida yako ni kwamba aliyekuandikia kwanza alipokupa 297 alikuwa amekwambia nenda ukaulize adui wa Jibril ndio ameteremsha Qur'ani. Lakini wewe ulipokuja ukasahau kwa sababu aya haikusoma vyenye ulikuwa unataka. Mimi kabla hujauliza anajua swali yako haswa ni gani ambayo inakusumbua ndio uwe Muislamu, kwa sababu mimi naona uko karibu kuwa Muislamu. Inachokusumbua gani? Siwe sababu moja siwezi ni hii. Nyinyi wenyewe mnashindwa kujua Yesu alifufuka ama hakufufuka. Sisi hatujashindwa kujua. Sema alifufuka. Nyinyi mnakataa hakufufuka. Aya gani katika Qur'ani nasema Yesu alifufuka? Kama hakufufuka nisome kwanza usome Qur'ani 4:157. 4:157. Ikisema Yesu alifufuka usimame hapo. Na ingine ngoja kwanza tuanze hiyo moja tuende hiyo ingine. 4:57 kwanza. Asante, tulia sasa tumalize na hiyo. Ikisema Yesu amefufuka usimame hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maria mtume wa Mungu. Hali hawakumuua alichukuliwa na wala hawakumsulubu, alichukuliwa na babe, bali walibabaisha mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale walikhtilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kusema kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana tu, na kwa uhakika na kwa yakini hawakumuua, bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. 19:33. 19:33. 19:33. Suratu Maryam 33. 19:33. Wako jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na amani iko juu yangu siku nilozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Nani alifufuliwa? Si alifufuliwa. Asante. Tulia sasa. Tulia kwanza. Endelea. Usiwe na wasiwasi na kufufuliwa. Nani alifufuliwa? Endelea. Nataka nijue nani alifufuliwa sasa kama sio Yesu. 19:33 umalize alafu tumfunze. Hii ni utabiri inafanyiwa, sio kitu kilichotendeka. Alafu sikiza zile nini tense ambazo zinatumika pale. Kuna future tense, kuna past continuous tense. Lazima ukisoma kitu uzingatie hizi tense. Kabisa ndio nakwambia rudia hiyo haya. Kwa miaka kadhaa. Haya rudia tuone kama ulikuwa mwalimu ama ulisomesha watoto vibaya. Ndio nataka kumbe ulichapa labda watoto ukakimbia. Hebu rudia hiyo haya. Angalia haya. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Tulia twende pole pole. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Past tense ni kitu kilifanyika. Teremka sasa. Na siku nitakayokufa. Na siku nitakayokufa ni future. Inakuja. Imekuja. Ngoja. Itakuja. Endelea. Sasa itakuja wakati ni Muhammad ndio anaelezea. So ni kitu ambacho bado hakijakuja. Kwa sababu anayepeana hii taarifa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malizia baba. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Sio siku niliyofufuliwa, siku nitakayofufuliwa. Qur'ani ambaye inasema Muhammad atafufuliwa. Asante sana. Asante sana. Swali anasema atafufuliwa sasa. Wakati nzuri na kufufuliwa. Nataka sasa nani alifufuliwa? Ngoja. Atafufuliwa hata kama ni future. Ngoja tu kwa mpole. Unajua swali yako umeleta ambao ni swali ambao inaeleweka sasa. Anauliza kaelewa. Sasa anauliza wapi Muhammad atakapofufuliwa pia Muhammad. Si ndio swali anauliza? Katika ndio swali tunamjibu. Sasa wapi Muhammad atakapofufuliwa katika future? Muhammad yuko katika wanadamu atafufuliwa. Inasemaje 39 suratu Zumar 39 nisomee 68.
Mbona vitu viko? Muhammad atafufuliwa siku ya kiyama. Mbona vitu vipo tu? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na litapigwa baragumu. Na litapigwa baragumu. Ni siku ya mwisho. Ameuliza Muhammad atafufuliwa wapi? Na litapigwa baragumu. Na litapigwa baragumu. Watoke roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Watoke roho wanadamu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. So Muhammad hapo ndio anafufuliwa litakapotulia. Muhammad sio watu, nataka Muhammad. Kwani Muhammad alikuwa ng'ombe? Ngoja kuwa mpole. Kuwa mpole. Kwani Muhammad si mtu? Nataka China. So imetumika I inamaanisha ni mimi, not we. Using the word I. Asante sana. I was born, wala hakuna shida. So katika Qur'ani haiteremki wanadamu wanavyotaka. So Muhammad ametuambia itakapopigwa baragumu watatoka viumbe vyote wako ardhini, na Muhammad ni miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. So ni miongoni mwa watakaofufuliwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna atakayebaki katika ufufuo. Hata Biblia hakuna mahali imetaja wewe utakufa ama utafufuliwa. Imetaja jina yako. Jina yako unaitwa nani? Huyu ni mtume kama Yesu. Sasa nataka ngoja na mimi nakuuliza tu nipatie mfano kidogo. Wapi nasema Musa atafufuka? Si Musa ni mtume? Si Musa ni mtume pia? Unajua ukija katika hiyo hali nataka tuende polepole kwa sababu mimi najua usaelewa. Ameniuliza wapi Muhammad atafufuka, nikamtolea watafufuliwa wanadamu wote. Muhammad ni binadamu. Sasa alafu ni mjanja. Alipoona hoja zake haziingiani kabadilisha, lakini sina wasiwasi. Sasa unasaidia kujibu hapo. Kabisa na nimekujibia vizuri. Alafu kama wewe ni mwalimu ujue Yesu anarudi, ndio atakufa wakati akirudi na ndio atafufuliwa siku ya kiyama kama viumbe wengine. So hakuna wakati Yesu alikufa. Hii mambo ya kusema Yesu alikufa ni mambo ya urongo yaliyotengenezwa ili wanadamu waendelee kufanya machafu. Hakuna urongo. Uko na swali lingine? Swali lingine. Farao aliishi miaka 1500 BC. Farao mgani? Farao mgani unaozungumzia? Towers of Babel kachengwa 250 BC. Ngoja twende polepole. Unajua wewe kwa mpole ni mimi unaongea na mimi. Huyu na ni mwalimu amesema wa shule. Wewe unaniambia Farao mgani? Utuendee vizuri na ile inaitangwa mtiririko. Enda na mtiririko tujue ni Farao mgani unazungumzia, anaitwa nani huyo Farao, aliishi nchi gani? Unajua ukija hivyo ndio tutakuelewa. Kuna mahali naelekea kwanza. Kabla hujaelekea huyu Farao unazungumzia alikuwa nchi gani? Alikuwa anaitwa nani? Farao ni yule Egypt 1500 BC naongelea ule wa 1500 BC. Kuna Farao mimi. Alafu ngoja kwanza umesema amezaliwa 1500 BC. Ulitoa wapi? Kitabu gani? Biblia inasema hivyo? Tufungulie. Hiyo ni utafiti wangu. Kumbe kama ni mambo yako, hiyo hatuwezi fuata. Unajua hiyo ni story ya mtu kando. Hatuwezi fuata. Mimi nilikuwa nadhani wewe umekuja na kitu ambacho kimeandikwa kwa vitabu. So hiyo ni story ambayo ni yako, ambayo haiko. Somee Qur'ani 28:38. 28:38 Qur'ani. Soma. Walimu nao wako na propaganda nyingi. Yaani yeye amefanya research yake isoni. Anasema Farao amezaliwa 15 BC. Yeye mwenyewe ukimuuliza amelifaa kwa kitabu gani? Hana. Msomee ndio tuende kwa maswali mengine. Naona watu wako tayari kusilimu leo. Hapa uko karibu kusilimu. Na ni mwalimu huyu. Huyu ni mwalimu bwana. Usisema mwalimu ana makaratasi. Si ndio? Sawa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na Firauni akasema, enyi wakuu, simjui kwa ajili yenu Mungu asiyekuwa mimi. Basi yewe Hamana, nifanyieni matofali, niwashie moto juu ya udongo wa matofali yako mpaka yakauke barabara. Unijengee mnara ili nimchungulie Mungu wa Musa. Na mimi namdhani kuwa yu katika waongo, lakini haidhuru, na twende nikamtazame huyo Mungu wake. Tulia. Sasa hapo mnara wa Babeli ulichengwa. Hii sio Babeli.
Usichanganye vitu mbili tofauti. Hii ndio kuwa mwalimu na huku soma vizuri kwa shule. Huyu sio mnara wa Babeli anaozungumzia. Tulia vizuri nikufunze. Hapa ni huyu Firauni anamwambia Hamana, nijengee mnara nikaone Mungu wa Musa. Sio ile Babylon iliyojengwa, ni vitu mbili tofauti, usichanganye. Hii ni visa mbili. Unaitwa nini? Wakati ulipojengwa mnara huu, unaitwa nini mnara? Watu walienda kujaribu, walisema kwamba wanataka kwenda kupigana na Mungu wa Musa. Hii sio hiyo. Hii ni tofauti, ni visa mbili tofauti. Unajua shida yako mwalimu. Na ni mwalimu huyu. Wewe ungelifaa kwa Biblia sio kwa Qur'an. Hii ya Qur'ani ambayo ni Firauni alikuwa anaongea na kiburi, kwa sababu alisema mimi ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Na akachukua hata panga. Kama una habari, akaenda akakuja anasema nimemalizana na huyo Mungu wa Musa. Sasa mimi ndio Mungu niliyebaki, kwa sababu alikuwa na kiburi huyu na huyu Firauni. Hii ni visa mbili tofauti. So usidhani ni ile ya kujenga Babylon, hapana. Hii ni visa mbili tofauti. So mwalimu inabidi tukuweke kwa shule. Malizia hapo chini. Teremka chini. Ndio nakuja kufunza sio? Kabisa ndio nikasema nikuweke kwa chuo. Na usikimbie mwalimu. Mimi niko sawa. Itabidi nikuweke kwa chuo cha Makelele. Unajua tunasemanga mpola. Unaona Sasa kuwa mpole. Malizia hiyo kisa usikie. Naendelea kusema, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema. Na alijivuna yeye na majeshi yake. Sikiza, na alijivuna yeye na majeshi yake. Teremka. Katika nchi pasina haki, na walidhani ya kwamba hawatarudishwa, yani hawatarejeshwa kwetu. Teremka. Basi tukamtesha, yani tukamtesa yeye na majeshi yake. Na tukawatupa, tukawatumbukiza baharini. Basi angalia ulikuwaje mwisho wa madhalimu. Unasikia? Mwisho wao ulimalizwa, waliwekwa katika bahari. Hawa inaozungumziwa, hawa sio mambo ya Babylon Tower ambayo ilijengwa, hapana. Hii inazungumziwa huyu ambaye alikuwa hapa Misri, kafanya kiburi, kasema nataka kwenda kumuona huyo Mungu wa Musa. So hii ni kisa kingine. Sawa mpola. Uko na swali lingine ama mwenye alikuandikia pia alikosea hizi vitu? 10:93 mpaka 94. Asante sana. Swali nimeijua kabla hujaiuliza. Safiri hizo nyanja. Mwenye kakuandikia tungempata angekuwa mzuri huyu. Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe. Haya 10:93-94 Qur'an. 10:93-94. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na baadaye tuliwaweka wana wa Israeli makazi mazuri, na tukawaruzuku vitu vizuri, na hawakutirafiana mpaka alipowajia elimu. Hakika Mola wako atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika yale waliokuwa wakitirafiana. Na kama unayoshaka juu ya haya tulikuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, yani Mayahudi na Manaswara, wale waliosilimu. Kwa hivyo nyinyi kwa ufupi mahali ambapo mnauliza Waisraeli. Asante sana. Sasa mahali ambapo hatuelewi sio kila kitu tunauliza, hapana. Anza 90 hiyo aya. Ujue ni nini kilichokuwa kinazungumziwa, ni kisa gani. Sikiza habari Mpola. Mpola. Anza 90 aya. Na tukawapitishia wana wa Israeli katika bahari. Sikiza, tunaambiwa wana wa Israeli walipitizwa katika bahari. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunuliwa, anatuambia sisi Waislamu wana wa Israeli walipitizwa katika bahari. Teremka. Na Firauni na majeshi yake wakawafuata kwa dhuluma na ujeuri. Na Firauni na majeshi yake wakawafuata kwa jeuri. Hata kulipomfikia Firauni kuzama alisema, naamini ya kwamba hakuna abuduye kwa haki ila yule wanayemwamini wana wa Israeli. Sikiza, tunapewa hii kisa ambao wana wa Israeli walipitishwa kwa bahari. Sasa tunaelezwa, tukiwa na shaka wana wa Israeli hawakupitishwa katika bahari, tuwaulize sasa hao wana wa Israeli, ni kweli mlipitishwa katika bahari? Walipitishwa? Walipitishwa. Si ndio hiyo? So haya maneno ya kweli. Ni ya kweli. Sasa ndio hiyo ya 90 tunaelezwa, tuwaulize walipitishwa au kupitishwa? Walipitishwa. Hata mchungaji pale anatikisa kichwa hivi kwa raha zake, asema kweli kabisa. Qur'ani imesema ukweli, walipitishwa kwa bahari. Ni kweli. Ndio maana hapa kumesemekana
wale Mayahudi na Wakristo waliosilimu akisilimu ndio tunamuuliza hivi, wana Israeli walipitishwa kwa bahari? Anatuambia naam, ni kweli walipitishwa. Unaona? Haya, basi enda ujiandae, kesho ukuje na maswali. Ningependa kuchua manake kulingana na historia kidogo. Sama zile Waislamu walikuwa na abudu akiangalia mji mkuu wa Jerusalem. Wakati Mtume Muhammad aliyepewa Qurani wakapatika kuangalia Maka, ambapo sikukuu ya Ramadhani ilikuwa inaitwa sikukuu ya Ashura. Mbona ikapatika kutoka Ashura ikakuja Ramadhani? Ashura na Ramadhani ni vitu mbili tofauti. So mwenye alikufunza pia akakukosea. Sawa. Ashura sio Ramadhani. Sikiza, sasa ndio nakuja. Ashura iko katika mwezi wa Muharram. Si ndio tunapata Ashura? Iko katika Muharram. Alafu ni siku ambao Wayahudi walikuwa wanasherehekea, sisi tunafunga tarehe 10 mwezi wa Muharram, yani mwezi ujao wa Kiislamu ndio unaitwa mwezi Muharram. Ndio namwambia mwenye kamfunza kamkosea. Ashura ilikuwa ni wana wa Israeli wanasema wanampenda sana Musa, wanasherehekea kuhusiana na Musa, na sisi ndio tuko karibu zaidi na Musa kwa sababu wao walianza kuwa wakaenda katika njia ambayo ifai wakakufuru. So mtume akasema sisi tuko karibu zaidi na Musa kuliko nyinyi kwa sababu nyinyi mumemkufuru Nabii Musa alayhi salam. Sasa hiyo na Ramadhani vitu mbili tofauti. So mwalimu mwenye anakufunza anajaribu kidogo lakini kakosea. So karibu. Ashura ipo ama haipo? Ipo, sisi tunafunga miezi tofauti, Ramadhani na Ashura inapatikana katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu unaitwa Muharram, ambao ni mwezi ujao, kwa sababu sasa tumeingia mwezi wa 12 ambao wa Kiislamu ni Dhulhijja. Sasa ni mwezi wa 9 wa Kiislamu kabisa. Ni vitu mbili tofauti. Dhulhijja ni mwezi huu sasa ambao ni mwezi wa 12 wakati wa Hija. Ni vitu mbili tofauti. Lakini mwenye alikutajia ni siku moja Ashura, si ndio hiyo? Ni siku moja. Ramadhani ni Ashura inakuanga siku moja. Ramadhani ni mwezi. Kwa hiyo ndiye ametoa kuliko nyinyi. Twende bana sana. Qur'ani imesema uulize wale wanajua. Kabisa hakuna shida. Wewe umetuuliza unasema ati Ashura ni Ramadhani. Ashura sio Ramadhani. Ni siku moja watu wanasherekea na sisi huwa tunafunga kwa sababu Wayahudi, mtume alipoingia pale Madina aliwapata Mayahudi waliokuwa pale Madina wakisherekea katika Ashura. Ndio sisi tukaambiwa tunafunga. So karibu sana katika Uislamu, karibu. Haya, kesho lazima unaadmit saa zingine kaka mwalimu kuniliko atanimaliza. Sasa kuadmit ni makosa? Sio makosa. Lakini kama ni wachungaji kama hawa niachie. Mchungaji yote lakini huyu hapana, huyu atanishinda kielimu. Lakini mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Jackson. Asante sana. Mkristo Muislamu? Kristo. Asante. Jackson, injika swali tulisikie. Tulikuwa na mwalimu hapa lakini vitu alivyovileta vingine, lakini ndio hivyo tumeelewa baadhi. Weka swali. Mimi nilikuwa nauliza hivi. Naam. Sisi kama Wakristo naendaga kanisa siku ya Jumapili na nyinyi mnaenda siku ya Ijumaa. Ni kwa nini mliamua kwenda Ijumaa badala ya kwenda Jumapili? 62:9 Qur'ani. Angalia mwenyewe na macho yako. Anauliza yeye ni Mkristo anaenda Jumapili kanisa. Mbona nyinyi Waislamu mliamua kwenda Ijumaa? 62:9 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mliamini. Ukiadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Na itakapokwisha swala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbuke Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kumsipate kufanya mabaya. Asante. Sisi tumeambiwa kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, twende katika msikitini kumtaja Mwenyezi Mungu. Na je, katika Biblia kuna mahali kunaelezwa ikifika Jumapili uende kanisani? Ipo? Siku ya Sabato ndio tulisema itakuwa siku ya Jumapili. Siku ya Sabato ndio mliweka ikawa siku ya Jumapili. Ndio gani? Na ndio gani hiyo mliweka namna gani? Mlikaa chini na nani mkasema ikuje Jumapili? Walikuwa Wakristo wale walianzisha Ukristo. Ni wale walianzisha Ukristo ndio walikaa chini wakatengeneza wakasema muwe mnaenda Jumapili. Sio Mungu aliyowaambia. Sio Mungu aliwaambia. Poleni sana. Naamini hata Biblia kama sisi najua ya kwamba Ukristo ulianza kitambo, si ndio? Ni ukweli. Ukristo umeanza juzi au kuanza kitambo?
hata kama ulianza juzi na ulianza wakati kulikuwa na wazungu, wakati walikuja kucolonize, wakikuja kama kucolonize na kuleta Christianity, lakini kila kabila ilikuwa na njia yao ya kuswali. So hii maneno ya Biblia na hii maneno ya Quran mali ilitokea ati ililetwa kutoka mbinguni, sisi hatujui, lakini tunajua ilikuwa kutoka kitambo. So mambo ya Biblia tunajua ililetwa na hapo. Umepata vizuri. Biblia imeletwa na wazungu wakati hakukuwa nabii ambaye ametokana na wazungu. So walichokileta wenyewe pia hawakuwa wanaelewa, na ndio unaona sasa wazungu wanasilimu, wameachana na hiyo Ukristo kwa sababu alikuletea kitu ambacho wao hawafuati. Alafu wewe kwa akili zako, mzungu anaweza kuletea kitu kizuri kama alikuja akatunyang'anya shamba ambazo analima tu akatunyang'anya. Yaani yeye akuletee wewe uende mbinguni, yeye abaki hivyo mzungu. Kama ingelikuwa Ukristo ni dini ya ukweli, mzungu angekuletea wewe Muafrika. Hata Uislamu bado ulikuwa haukuwa wakati ile. Uislamu ulikuwa wakati ule. Kwa nini? Kwa sababu Ukristo ndio ulikuja kuondoa Waislamu. Wewe umetokana na kabila gani katika nchi ya Kenya? Muluya. Waluya walikuwa wa zamani wakiamini Mungu ni ngapi? Mungu ni mmoja. Waluya wa zamani walikuwa wanaamini huyo Mungu wa zamani alikuwa na watoto wangapi? Mungu anajua hakuwa na Nauliza hivi, wewe usinipeleke hivi. Wacha na Yesu. Yesu si amekuja na wazungu? Nauliza, Waluya wa zamani walikuwa wakiamini Mungu wangapi? Mmoja. Asante. Waluya wa zamani huyo Mungu wao alikuwa na watoto wangapi? Sasa Mungu wao walikuwa wanaenda wanaomba juu ya Sijauliza walikuwa wanaomba wapi. Wewe usihepe wewe. Nauliza hivi, Waluya waliamini Mungu ni mmoja. Huyo Mungu wa Waluya wa zamani alikuwa na watoto wangapi? Sisi tunaamini ya kwamba wakati tulikuwa tunataka tuseme kuna njaa ama kuna mvua. Sijauliza mambo ya njaa. Hebu wacha kuhepa. So wakati nimeuliza watoto, huyo Mungu wa Waluya wa zamani kabla wazungu hawajakuja, huyo Mungu wa Waluya alikuwa na watoto wangapi? Sasa Biblia si wachana na Biblia. Huyo hatuelewani. Huyo ameniambia kabla Biblia ikuje, utamaduni wenu ndio nataka nijue. Kuna Mungu wangapi? Mmoja. Na huyo Mungu mmoja wa Waluya alikuwa na watoto wangapi? Hakuna mtoto tulikuwa tunajua. So wa Mungu wa zamani hakuwa na watoto? Hakuwa na watoto. Na ndio huyo Mungu ambao Waislamu tunaamini Mungu hana mtoto, ndio tunasema lam yalid wala yulad. Mungu ambao yuko na watoto ameletwa na wazungu. Lakini sasa nyinyi Qur'ani yenu inalingana na Old Testament ya Biblia. Hapana, hailingani na Old Testament. Qur'ani ni kitabu ambacho kiko kivyake. Ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ameteremsha kikiwa complete. Mbili Qur'ani. Tena hakina shaka. Wewe, hii mambo ya kusema Mungu ana mtoto imeletwa na wazungu. Hakuna Mluya wala Mkamba alikuwa au Mkikuyu alikuwa anasema Mungu ana mtoto. Wakati wa New Testament. Hii mambo ya New Testament takuonyesha. Hakuna New Testament na Old Testament. Mbili Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Ambao huyaamini asionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi Qur'ani ni kitabu ambao hakina shaka ndani yake. Ukristo ilipokuja ilikuja kukorofisha mambo ya watu. Mfano, Waluya wa zamani walikuwa wakioa wake wangapi? Wengi. Asante. Ukristo ulipokuja ilisema muwe mnaoa mke ngapi? Mmoja. Lakini muwe mnabeba mpira kwa mfuko ambao wanaita tra? Hakuna. Wewe, kwani trust imekuja kufanyia kazi gani? Hiyo imekuja juzi. Asante. So walikuambia usioe wake wengi, kwa nini? Walikupatia sababu. Kwa sababu wale Waluya wa zamani walikuwa wakioa wake wengi, hawako wanafanya uzinifu. Leo mnaoa mke mmoja, uzinifu imejaa, wanawake unawapata kwa kona, sijui wanauza, wewe sijui ni nyanya ama ni matunda. Kwa sababu hakuna mtu wa kuwaoa. Wewe umechukua kamoja, hao wanawake wataenda wapi? So ni wewe urudi katika ile ukweli wa zamani, uwe Muislamu. Ndio uruhusiwe, unaweza oa wawili au watatu. Lakini mzungu hataki hiyo, manake anataka mpungue katika ardhi. Sasa kama tuseme Mungu wenu ule nyinyi mnaabudu, naye alikuwa na mabibi wangapi? Mungu haoi. Sawa, Mungu haoi. Wala Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke. Mungu ni muumbaji. Sawa,
So Mungu yeye haoi, wanaoa ni viumbe walioumbwa ambao ni sisi wanadamu, ndio tunakuwa na matamanio, lakini Mungu hazai, Mungu hakuumba, Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu kazi yake ni muumbaji, is a creator. Wala hafanani na kitu chochote. Sasa ataoa namna gani? Nyinyi wa Kristo ndio mnasema Mungu ako na katoto kamoja. Maana yake kachukua mwanamke ambaye anaitwa Mariamu akapata katoto kamoja, ambao ni makosa, kwa sababu Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke. Pole, lakini ndio haki ilivyo, lakini inaingia kama shindano. Sawa Hiyo habari unasikia na kupelekaje? Hiyo habari umesikia? So wachana nayo. Na pia kukumeza kakitu wachana nayo, kukunywa. Kwa sababu Wakristo mnakunywa sana, mnasema Yesu alibadilisha maji ikawa pombe. Sasa inakuwa ni ngumu sana kuhubiria Mkristo awache pombe, kwa sababu Mkristo anakuuliza mbona Yesu alitengeneza maji ikawa pombe? Hata Waislamu bado wanakunywa pombe. Sasa Muislamu ukipata anakunywa pombe anafanya dhambi, ni makosa 590 Qur'an. Lakini Mkristo ngumu sana kumkataza pombe. Kwa nini? Anaanza hoja, anakuambia Yesu alibadilisha maji ikawa pombe, wacha tukunywe kwa sababu Yesu alitutengenezea. Unaona sasa? Sasa ukinywa unakuwa na madhara. Mungu amekataza 590. Ukiona Muislamu anakunywa pombe ni kwa sababu yeye kakosea, kafanya dhambi, anafaa tubu kwa Mungu na achane na pombe, kwa sababu Mungu kakataza. Muislamu binadamu anaweza akateleza, anaweza akafanya jambo lolote, kwa sababu ni binadamu anateleza. Hakuna aliyekamilika, aliyekamilika ni Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye amekamilika. Sawa, sisi wote wanadamu. Sawa sikiza habari. Kwenye kitabu kisokore shaka ndani yake na ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu na kiboko kwa wale waliasi sheria za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Anasema Mungu mtukufu, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yaani huyu anauliza ati Mungu alikuwa na watoto wangapi? Bibi wangapi? Unajua hata wale Makureshi wakati walikuja wengine, wale Waarabu walikuwa anasema Mungu ako na watoto wa kike, sisi tuna watoto wa kiume. Sasa usione kama jambo kubwa, na ndio hata sijakustuka. Ukiuliza ati Mungu alikuwa na mabibi wangapi? Hiyo kulikuwa na watu walikuwa wamekutangulia, walikuwa wanaongea makufuru kuliko hayo. Sikiza habari sasa. Enyi mliamini. Bila shaka ulevi na kamari. Angalia saa hii tumeona wachungaji wamebadilisha, badala ya wahubiri kanisani, wameweka kanisa zimekuwa ni betting. Hata kuna hiyo kipindi imeletwa inaitwa kuna design inaitwa hiyo kipindi ambao walikuwa wanasema tuma ambao upatiwe 20,000 sijui nini, na ni kanisa bana. Badala yani kanisa umepeleka betting kanisani siku hizi. Makosa nyie wa Kristo, afala taakiruna, mfikiri mkaona watu wanawachezea. Paka mwenye ametoa hiyo kipindi lao angekuwa ni Muislamu angesema Muislamu ana chuki, aliyetoa ni Mkristo mwenzao, kasema hapa sasa ndi dili inachapwa. Wacheni mambo ya betting, tena betting. Hii watu wanakaa wanawekea kamari ati mpira hii na mpira hii. Watu wanajinyonga. Hii Kenya hata parliament wamezungumzia juzi. Watu wanajinyonga kwa sababu ya betting. Kuingia mambo ya betting, wewe inakuwa uko na maradhi kuliko kansa. Kwa sababu betting inakuchukua akili yako, unauza vitu vya nyumbani, unauza mpaka nguo ya watoto, unaenda unawekelea betting. Mwisho unaona kila kitu imeisha, unaenda unajinyonga. Betting imeua watu wengi, ati unataka utajirike kwa shortcut. Wewe tajiri mgani duniani ametajirika kwa ajili ya kufanya betting? Mgani huyo? Tajiri upi huyo? Enda kwa kina Dangote, sijui nani, ni makampuni wameweka, lakini wewe unataka utajirike ati uwekelee mbao ati uwini milioni 10. Dhubutu aliyekudanganya nani? Wewe utawekelea itakuliwa yote. Wewe wekelea tu itakuliwa yote, utabaki maskini. Malizia. Enyi mliamini. Bila shaka ulevi na kamari na kuabudu au kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli, uchawi ambao wachungaji wenu wengine wanafanya. Mtu anakuambia ati lete mkono tusome nyota yako, ati anakuambia hii nyota yako imechafuka, lazima tuoshe hii nyota yako. Na ni mchungaji, anajuaje kuna nyota kwa mkono yeye? Nani alimwambia nyota inakaa kwa mkono? Hiyo ni kazi ya wachawi. Tena anayefungua maisha yako ni Mungu, sio binadamu. Yeye aende akafungue yake, mbona yeye asioshe yake? Alafu nimeona watu wengi wa Kristo wanabebo, anapatiwa kamba anafunga hapa kwa mkono. Hiyo kamba na anafunga mpaka watoto wake huku kwa kijiji wamejaa. Ati tumepatiwa na wachungaji. Ati hii kamba inachunga mtoto wetu. Hiyo ni ushirikina, ni uchawi. Anafunga mtoto kamba hapa. Sio inakuanga ni uchawi hiyo?
Hiyo ni uchawi. Ni uchawi ambao watu wameichukua wakapeleka kanisani. Sasa anafunga kamba hapa kiunoni, ati inamkinga. Wewe unakingwa na Mungu au kingwi na kamba? My friend, fungukeni akili. Marisia na kutazamia kwa mishahara ya kupigia ramli na kwa vinginevyo yote haya ni uchafu, ni katika kazi ya shetani. Basi jiepushe nazo ili mpate kufaulu au kutengeneza. Tunaambiwa tujiepushe na ulevi. So ukimwona Muislamu analewa, inafaa tunamfikishia mawaidha, tunamwambia wachana na ulevi. Anaacha, anatubu kwa Mungu, Mungu anamsamehe, anaendelea na ibada zake. Kwa sababu ulevi pia ni maradhi. Ulevi ni maradhi. Kwanza ukianza kunywa inaikuja ikiingia pole pole. Itafika wakati hauwezi kufanya kazi yoyote bila kunywa pombe. Na ukikosa pombe unatetemeka hivi, mikono yako inatetemeka. Ukinywa ndio sasa unaweza kufanya kazi. Alafu sasa itafika wakati hata ukinywa bado unaendelea kutetemeka kwa sababu unakuwa addicted kabisa. Sasa mpaka ukimbizwe katika rehabilitation. Na rehabilitation watu wanatumia pesa nyingi mno. Na nyinyi mnachukua hiyo pombe mnapeleka kanisani, mnasema ni damu ya Yesu. Kwani Yesu alimwaga damu container ngapi mpaka leo Afrika wanakunywa? Kwani damu yake ilikuwa pombe? Alafu ilikuwa pombe damu. Wanaichukua wanasema wine church, wanaitanga wine church ama wanaitanga ni? Divine ndio pombe hiyo. Kwani divide sio juisi. Ni pombe. Church wine wine maana yake ni ile kwanza iko konko. Ukigonga nini kifuniko mbili chini, wewe unagonga chini. So sasa ukinywa pombe kanisani, bao watakunywa nini? Hii maiki mbona ifanyi? Bao watakunywa nini? Wacheni mambo nyie. Tunawaambia ukweli mahali ilipo. Msikitini ukiingia hamna cha pombe, hamna cha nini, wala hamna cha damu ya nani wala nyanya ya nani, hapana. Ni kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu ukiwa soba. Mwenye ameingia pale akiwa mlevi mnamfukuza. Aliyeingia akiwa mlevi atumfukuzi, tunampatia mawaidha. Kuna wakati wa mawaidha, anapewa mawaidha achane na pombe kwa sababu pombe inamharibu na inaharibu maisha yake. Hiyo pesa anayokunywa pombe aende akakunywe supu na akunywe maziwa. Asante. Hata wewe uanze kunywa maziwa Karibu sana, Mungu akubariki. Tunakupenda kwa ajili ya Allah na muwe Waislamu, nafasi iko. Tunamalizia tukisema alhamdulillah kwa wale wamesikiza, na mtu akiwa na chance anataka kusilimu anaweza silimu, nafasi iko. Tunamalizia tukisema wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.